hizo niseme tu rasilimali ni mawakala wa soko la hisa na vile ni taasisi ambayo ni ya serikali. Wao ni government affiliated broker na wako chini ya benki ya TIB. Vile ni wana leseni ya kufanya shughuli hizi kusaidia kwenye mambo ya hisa, bondi pamoja na masoko ya fedha. Ni wataalamu na washauri katika maeneo ya uwekezaji. Walisaidia TBL katika kuuza hisa, walisaidia NMB mwaka 2008. Wao ndio walikuwa wameshikilia nafikiri ile IPO ya NMB ambayo iliuzwa shilingi 600, leo tunainunua kwa shilingi 13,000. Vile walisaidia PTA bond ambayo ilishafikia maturity, kwa hiyo haipo tena, na vile wanasaidia kwenye kufanya tathmini za taasisi na kampuni mbalimbali ama biashara mbalimbali. Kwa hiyo wana uzoefu mzuri wa kutosha. Kwa siku ya leo nitaongelea kuhusiana na mambo takriban 35 ambayo yanajitokeza sana katika masuala ya uwekezaji, hasa katika makosa. Na katika somo letu hili la leo linagawanyika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni uwekezaji, lakini na sehemu ya pili ni makosa. So kwa kifupi tu, uwekezaji ukiangalia upande wako wa kushoto ni shughuli inayojikita katika utafiti, kulinda mtaji ili tutengeneze faida. Lakini katika kufanya zoezi hili, picha yako ya kulia, kuna uwezekano mkubwa sana tukafanya makosa. Makosa huwa yazuiliki, kila mtu anaweza kafanya makosa, lakini ni muhimu tusifanye makosa ambayo yatatugharimu sana mbele ya safari. Kwa hiyo hapa tunaongelea swala la makosa. Kama mtoto mdogo vile ambavyo anaweza kukosea, basi tujue kabisa kwamba na kwenye uwekezaji mtu yeyote anaweza akakosea. Iwe ni mimi, iwe ni wewe, iwe ni nani, anaweza kukosea. Kwa hiyo ni muhimu kuwa makini kwenye makosa. Yanaweza kutokea, lakini tukianguka turekebishe, tusimame, tukimbie kama huyu bwana mdogo alivyokimbia. Hiyo ni sehemu ya maisha ya kila siku ya mwekezaji. Kwa nini tunajifunza kwenye makosa? Tunajifunza kwenye makosa kwa sababu kadhaa. Sababu mojawapo ili tuepuke. Sababu ya pili, tupunguze idadi ya makosa ili tusije tukapata hasara. Sababu ya tatu, tulinde mtaji wetu. Sababu ya nne ni kujua kwa nini na nini kilichosababisha tushindwe, ili tukirekebisha tuweze kufikia malengo na kuhakikisha kwamba vizazi vijavyo, watoto wetu, hawarudii makosa ambayo sisi wazazi tumeyafanya ama sisi tuliotangulia tumeyafanya. So sijui kama bado ninasikika vizuri upande wenu huo. Ya mwalimu, unaweza kuendelea. Okay, vizuri. Kama ninasikika vizuri nashukuru. So kwenye makosa nitazungumza makosa 35 na baadaye nitaruhusu nafasi ya maswali na majibu. Kosa la kwanza ambalo wawekezaji tunalifanya unapowekeza kwenye hisa, vipande, hati fungani, kwenye majengo ya biashara, kwenye biashara na vitega uchumi vyovyote, ni kuto kufanya utafiti. Na hiyo inasababisha hali ya mtu kuweza kupoteza fedha. Kwa kawaida fedha ina tabia kupotea ikiwa utaiweka mali ambapo hujawahi kufanya utafiti. Kwa hiyo ili kurekebisha kosa hili, nimeandika kama hatua 7 za msingi za wewe kuzizingatia, ambazo sitazizungumza hapa, lakini zimeandikwa vizuri kabisa ubaoni, ikiwa ni pamoja na kuangalia mambo ya uchumi, kusoma taarifa mbalimbali, kusoma vitabu, na wewe mwenyewe kujifunza kama ambavyo umetenga muda wako sasa hivi kuja kujifunza hapa. Tutapunguza kwa kiwango kikubwa sana makosa tunayoyafanya kutuingiza katika hasara katika vitega uchumi mbalimbali ikiwa tutafanya utafiti. Lakini kosa la pili ambalo ni kubwa, ambalo na mimi binafsi nimeliona na mimi mwenyewe nimelifanya kipindi cha nyuma na najaribu kuyarudia, ni kujali zaidi faida kuliko kulinda mtaji. Ukiangalia hapo kushoto kuna
taa zinazoongoza magari barabarani. Kwa kawaida ile ya kijani ndio inakuruhusu uweze kwenda mbele. Ikiwaka nyekundu usogei popote. Kwenye uwekezaji tunatakiwa tufanye utafiti, tulinde mtaji, usalama wa mtaji, alafu tuangalie faida. Lakini kwa kawaida watu wengi sana kwenye maisha, kabla tujawekeza huwa tunajiuliza faida kwanza. Faida ni nini? Nitapata kiasi gani? Bila kuangalia uwezekano wa kupata hasara. So ukitaka mimi na wewe tulinde pesa zetu na mitaji yetu, tuhakikishe unajiuliza swali moja: kama nimekosea nitapoteza kiasi gani? Ile namba 3. Kama nitakachokipoteza kitakuwa kikubwa sana, be careful. Usiingize pesa ama nenda katafuta ushauri mara ya pili. Usiwaze faida kabla ya hasara. Mara nyingi sana watu wengi ukiangalia kwenye hili jedwali hapa mbele, wana tabia ya kuanza na faida upande wako wa kushoto, alafu wanaangalia usalama wa fedha zao. Wakishapata hasara ndio wanaenda kufanya utafiti, kujiuliza hivi nini kilitokea mpaka nikapoteza pesa. Upande wa kulia unatusukuma kufuata njia sahihi, ambapo fanya utafiti kwanza, halafu pili, ukisharidhika kwamba hapa uwezekano wa kupoteza fedha ni mdogo, ndio unaingia kwenye swala la faida. Kwa hiyo panga vipaumbele kisawasawa. Kosa la 3 ambalo wawekezaji kwenye masoko ya hisa, bondi, hati fungani, vipande, biashara, real estate wanaweza kulifanya ni tamaa ya utajiri na faida ya haraka haraka. Tunaita get rich quick scheme. Ukiwaza kwamba ukicheza hivi ni rahisi sana kutengeneza pesa mara moja. Hapana. Watu wengi wenye tamaa ya kufaidika haraka haraka wanajikuta wanaingia kwenye michezo isiyoeleweka, ambayo baadhi nimejaribu kuionyesha upande wa kushoto, na matokeo yake wengi wanapata hasara. Ndiyo, kuna uwezekano wa wachache wakapata faida, lakini tukiangalia historia, majority they stand to lose. So uwekezaji unahitaji muda na unahitaji uvumilivu. Kwa hiyo ni vizuri kuvumilia ili uongeze nafasi yako ya kutengeneza faida. Haraka haraka haina baraka. Kwa hiyo ni kuombe tu uwe makini, fanya sala zako, fanya dua yako, wekeza baada ya kuwa umeshafanya utafiti na kuhakikisha kwamba uwezekano kupata hasara ni mdogo. Subiri ili uweze kupata matokeo. Kama unavyoona picha yako upande wa kulia, watu wengi sana utawasikia wanasema hivi, faida yake nitaipata baada ya muda gani, baada ya muda gani, baada ya muda gani. Hawana uvumilivu wa kudunduliza ili kutengeneza na kukuza mtaji na mali na fedha zao. Kwenye uwekezaji kuna faida ya haraka haraka unayoiona wewe. Kwa mfano, angalia hapo mbele kuna aina mbili ya vitega uchumi. Moja, ameweka pesa kwenye bondi inalipa 15%. Lakini ile faida unapewa mkononi milioni 15 sawa na 15% kwenye mtaji wa milioni 100. Jambo zuri. Mwingine anapata faida 12%, labda mathalan amewekeza UTT. Wengi tunajua UTT unalipa 12%. Hii 12% huwa inaonekana ni ndogo kwa maana ya milioni 12, lakini kama faida inawekezwa badala ya kuliwa, huyu mwenye bondi upande wa kulia atamshinda huyu wa upande wa kushoto wa UTT kwa miaka 4 ya mwanzo tu. Tukifika mwaka wa 5, huyu anayepata 12% ambazo anazirudisha kwenye mfuko labda wa ukwasi ama mfuko wote ule ambao hachukui ile faida, anaiacha faida izae faida bila kuila ile faida, baada ya miaka 5 atamshinda by far na hatokamatwa tena na huyu mtu anaipata 1% kubwa ambayo anaichukua na kuila badala ya kuiwekeza. Kwa hiyo kujenga mali na mtaji, usifanye kosa la kukimbilia faida ya haraka haraka na faida kubwa.
inawezekana hiyo faida kubwa isikufikishe safari ndefu, ukafanana na, kuna hadithi moja inasema sungura ana mbio za kasi sana kwa muda mfupi, alafu anachoka mapema, lakini konokono anaweza kaenda polepole, lakini kwa muda wa mwendo mrefu zaidi. Kwa hiyo tujitahidi tuhakikishe kwamba tunachuma kidogo kidogo, huku tukijenga mtaji badala ya tamani na kutajirika haraka haraka, ambapo tunaingia sana kwenye matatizo ya kupoteza pesa na kutapeliwa na zile tabia za kidesidesi. Kosa la 4, kukosa uvumilivu. Kiangalia kushoto, mtu aliyenunua hisa, vipande, anafanya biashara, amewekeza kwenye real estate, kupita kwenye barabara yenye mabonde ni jambo la kawaida kabisa. Hakijawahi kutokea kwamba unapowekeza panakuwa super smooth, lakini wengi sana utawasikia kikianza tu msukosuko kidogo tu, bei imeshuka, bei imeshuka, bei imeshuka, mara kuna hiki, mara kuna kile, mara kuna mabadiliko haya, wanaanza kuona wawekezaji hao wanaanza kunywea. Mimi nimeangalia juzi hapa, kuna matangazo mazuri sana yametoka mitandaoni. Basi bei za hisa zimepoa. Ukiangalia kwa mfano kama Bwana Tembo amepoa kabisa, bei kashuka mpaka 2500 na sasa watu badala ya kununua wanaogopa, kwa sababu tu uvumilivu mdogo, anaanza kuuza, anauza. Sawa, unaweza ukauza, uhuru ni wa kwako, lakini usipokuwa mvumilivu kwenye masuala ya uwekezaji utoboi katika maisha. Kwa hiyo lazima tujifunze uvumilivu, na uvumilivu hauna darasa. Hakuna mahali ambapo tutaenda utasema leo tunafundisha uvumilivu, kwa hiyo tutajifunza vitu 10 kuhusu uvumilivu. No, ni tabia unayoijenga wewe mwenyewe kwa kudhibiti hisia zako dhidi ya hasara na faida, ili uhakikishe unatekeleza na kufikia malengo yako bila kujali yatakayotokea mbele ya safari. Kwa hiyo tusikose uvumilivu. Kosa la 5 ambalo wawekezaji wengi tunalifanya, hasa katika masoko ya mitaji, tunapowekeza kwenye hisa, vipande, hatifungani, kadhalika na kwenye mali nyinginezo, ni kujali mapato kuliko ongezeko la thamani. Mtu anajiuliza, hivi geu ni asilimia ngapi? 3% ndogo sana, 4% ndogo, 5% ndogo, 10% ndogo. Sawa, lakini lazima uwe na mwanzo. Ukiona mtu anauliza faida ya ngapi, mbona hii hailipi, bora niende kule, gawio dogo, riba ni ndogo, UTT wanalipa kidogo. Hizo ni dalili tu zinazoonyesha kwamba huyu ndugu inawezekana katika ufahamu wake anajua aina moja ya faida ya mapato ya kila baada ya muda fulani, hajui sana kuhusiana na faida ya ongezeko la thamani. Ongezeko la thamani ni wakati ule thamani ya kitega uchumi chako inapopanda ukilinganisha na bei ulionunulia. Mfano, ulionunua CRDB shilingi 2000, leo iko kwenye shilingi 2000 labda 500 600, imeshaongezeka kwa shilingi takriban 500 600. Ile tofauti ya kuongezeka kwa thamani kilinganisha na bei ulionunulia, ndio hiyo tunaita faida ya ongezeko la thamani. Sasa hii faida ya ongezeko la thamani ni kubwa zaidi kuliko faida nyingine. Kwa hiyo kama mwekezaji, usifanye kosa la kuangalia na kuzingatia zaidi gawio badala ya kuangalia ongezeko la thamani, ama riba badala ya kuangalia uwezekano wa kuongezeka thamani. Mfano, kwenye bondi, kuna watu walinunua bondi shilingi 100 kwa shilingi 100, lakini sasa hivi kwenye soko la hisa zinauzwa mpaka shilingi 100 kwa 130, shilingi 100 kwa 140, 150. Mfano, aliwekeza shilingi milioni 10 miaka 4-5 iliyopita kwa kununua bondi kwa shilingi 100 kwa shilingi 100. Safari hii katika hiyo shilingi sei milioni 10 anaweza kaiuza kwa milioni 14, imeongezeka kwa 40%. Lakini nimeona wakati mwingine inaongezeka mpaka kwa 50%. Milioni 100 mtu anaweza kauza bondi kwa milioni 150. Maana ile milioni 50 ni ongezeko la thamani. So kwenye faida hizi za aina mbili, faida unayoipokea kila wakati na faida inaongezeka thamani,
Jituni, usifanye kosa la kuwa muumini wa faida unaoipata kila baada ya muda fulani. Uwe muumini wa faida ya ongezeko la thamani, kwa sababu ile ni kubwa zaidi ukilinganisha na faida tunazolipwa za gawio za kila mwisho wa mwaka ama za riba za kila baada ya miezi 6. Kosa la 7 ambalo ninaloliona na ambalo tunajifunza, ambalo tunatamani tuliepuke, ni kosa la kujifanya kwamba sisi tuna uwezo wa kuwekeza katika kila kitu badala ya kuwa watu makini wa kuchagua na kuwekeza katika sehemu chache bora zenye faida. Mfano, kimwangalia huyu bwana mkubwa hapa, kabeba faida zote mpaka masifuri kayabeba, lakini angeweza kukaa chini na kuchambua na kusema hii ya sifuri naibwaga, ni bebe 25 niliangusha, hii 5 naiacha, hii 1% naiacha, 10% naiacha. Hizi faida za kwenye magunia mifuko mitatu akizitupa pembeni, akabeba tu faida aliyoidondosha ya 25%. Hii 25% ni kubwa kuliko hizi nyingine. Kwa angeweza kubeba 25%, 20, 30. Kiangalia picha yako ya kulia, kuna kitu kimoja ambacho mara kwa mara nakiona, na hata na mimi wakati naanza kidogo safari yangu ya uwekezaji nilikifanya sana. Unajaribu kununua hisa kila kampuni, unajaribu kushiriki kwenye kila aina mfuko wa UTT, unajaribu kununua bondi za benki kuu kuanzia miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20, miaka 25. Unataka uwe na kila aina ya uwekezaji ama bidhaa katika kifurushi chako. Ile sio jambo zuri. Kwa nini? Hakuna mtu aliyefanikiwa kuwa tajiri kwa kutapanya na kutawanya mwanzoni. The principle of diversification works well once umesha build up your asset base ya aina fulani, halafu ile ndio inakutoa kuanzisha kitega uchumi cha pili, halafu unaenda kitega uchumi cha 3, cha 4, cha 5, cha 6, cha 7, cha 8. Ni kama mtu anayekata mti. Angalia mtu anayejaribu kupiga kila sehemu kuangusha mti, hawezi kuuangusha kwa sababu anatapanya nguvu zake kila mahali. Angalia yule ambaye wa upande wa kulia anaweka nguvu nyingi sehemu moja, uwezekano wa kutoboa ni mkubwa. Lakini changamoto ya 8 ambayo naiona mimi ni kielele cha nisipitwe, ama ile hali ya kuhakikisha kwamba ninashiriki kwenye kila kitega uchumi kwa sababu tu ya hofu. Kwa Kiingereza wanaita fear of missing out, FOMO. Vichache vyenye faida ni bora kuliko kuwa na ufahari wa vitu vingi sana vyenye faida ndogo ama ambavyo havina faida. Kwa hiyo kupitwa na kitega uchumi ni jambo la kawaida. Wametangaza hiki, sawa, sina pesa, unakiacha. Wametangaza hiki, sawa, sina akilipi kama ninavyotarajia, unakiacha. Lakini wawekezaji wengi ninaona kila tangazo linapotoka la kitega uchumi, kila mtu anataka ashiriki. Hakuna ubaya kama una resources, lakini sio jambo zuri na sio jambo bora, kwa sababu kwa Kiingereza wanasema Jack of all trades is a master of none. Mtu anayependa kufanya kila kitu sio mtaalamu wa kitu chochote. Kwa hiyo ni vizuri kuwa selective, kuwa makini, kuchagua, na wakati mwingine kukubali kupitwa na baadhi ya fursa ambazo hazijakidhi vigezo vyako. Jambo la 9 ni kupenda na kung'ang'ania kisicholipa. Kosa kubwa na mojawapo niloliona ni mtu anang'ang'ania hisa ambayo ina hasara, na mimi wasielewagi kwa nini watu, pamoja na kwamba kampuni imetangaza hasara, lakini watu wanapanga foleni kwenda kununua hisa. Ni jambo zuri kwao, lakini ni jambo la huzuni kama hawajui ukweli. Wakati mwingine unaweza kukuta biashara ya namna fulani haifanyi vizuri, lakini mtu anaona bora niwe kwenye biashara nipate tu ile heshima na hadhi kuliko kukiachia kitu ambacho kinampa hasara. Jambo la msingi hapa, kama una mali na rasilimali, tofautisha kati ya mali na rasilimali. Mali ni kitu cha thamani, lakini sio lazima kikupe faida. Gari ni kitu cha thamani, lakini halizalishi. Gari hilo hilo linaweza kuwa rasilimali ikiwa litabeba abiria na kukupa faida.
Nyumba ni mali, ni kitu cha thamani, lakini nyumba hiyo hiyo ukiipangisha inaweza ikakupa pesa, na hivyo nyumba ikatoka kuwa mali kuwa rasilimali. Kwa hiyo tujitahidi kupunguza ama kuondoa kosa la kuwa na vitega uchumi vingi ambavyo havilipi. Kosa la 10 ni